Askofu Stephen Damni Mamza wa Dayosisi ya Katoliki ya Yola nchini Nigeria ameeleza uamuzi wake wa kujenga msikiti kwa ajili ya Waislamu waliohamishwa na uasi wa Boko Haram na kusisitiza dhamira yake ya kuendeleza mazungumzo kati ya dini mbalimbali na kuishi pamoja kwa amani. Askofu Mamza alisimulia kujidhabihu na maelewano yake katika juhudi za kidini ambazo zimeashiria juhudi za kidini nchini Nigeria. Katika kilele cha mgogoro kati ya jimbo la Adamawa, maelfu ya watu waliokimbia ghasia za waasi walitafuta hifadhi katika kanisa kuu la Katoliki huko Yola. Askofu Mamza alisema wakati wa mahojiano yake. Aliendelea kusema, tulifunga kituo chetu cha mafunzo ya katekesi, kituo chetu cha kichungaji, shule zetu za msingi na sekondari, na kila nafasi iliyopatikana iligeuzwa kuwa makazi. Wakristo pamoja na Waislamu walilala bega kwa bega katika kanisa kuu. Hakukuwa na ubaguzi kwa wakati huo, kila mtu alikuwa mwasiriwa tu anayetafuta kimbilio. Kati ya mwaka 2014 na mwaka 2018, Dayosisi ya Yola ilipokea mamia ya watu waliohamishwa ndani ya nchi, akitambua kwamba wengi hawakuweza kurudi kwenye jumuiya zao zilizoharibiwa au zisizo salama. Tulijenga nyumba takriban 86 ambazo sasa zinajumuisha watu binafsi 850. Hizi zilijumuisha Wakristo pamoja na Waislamu. Ingawa shamba hilo lilikuwa na kanisa, shule pamoja na zahanati, Askofu Mamza alitambua kuwa jamii bado haina msikiti. Niliangalia jamii na kuona kwamba wakati tumejenga kanisa kwa ajili ya wakazi wa Kikristo, ndugu zetu Waislamu hawakuwa na msikiti. Ilikuwa ni haki tu kutokana na kwamba walikuwa sehemu ya jamii moja, wengine hata kutoka katika familia moja. Niliamua kujenga msikiti kwa kutumia fedha za Dayosisi ya Yola, kiongozi wa kanisa Katoliki ameeleza. Uamuzi huo ulikabiliwa na shutuma kutoka kwa baadhi ya Wakristo pamoja na Waislamu. Baadhi ya Wakristo walikasirishwa kwamba nilijenga msikiti wakisema haufai, lakini kilichonishtua zaidi ni kwamba baadhi ya Waislamu walisema Mkristo hapaswi kujenga msikiti. Hiyo iliniumiza zaidi kuliko ukosoaji kutoka kwa Wakristo, Askofu Mamza ameeleza. Bado Askofu Mamza alisimama na uamuzi wake. Anasema, nilifanya hivyo kutoka chini ya moyo wangu na kwa nia safi. Msikiti huo uliidhinishwa rasmi na uongozi wa Baraza la Waislamu katika jimbo la Adamawa. Kama Baraza la Waislamu lingeweza kuikubali na kuiamuru, basi isingekuwa kosa kwa Mkristo kujenga msikiti. Akiangalia siku zijazo, kiongozi wa kanisa Katoliki alionyesha matumaini kwamba Waislamu pia wanaweza siku moja kurudisha ishara hiyo. Amesema, ninatazamia siku ambayo Muislamu atajenga kanisa la Wakristo. Hiyo itaonyesha kweli kwamba tumekubali kuishi pamoja kwa amani.